Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati huu tunakuletea hatua tatu za mapendekezo ya Iran ya kusitisha mapigano. Mtandao wa Lebanon wa Al Mayadin unasema Iran imeeleza kuwa mazungumzo yanaweza kuanza tena ikiwa Marekani itakubali pendekezo lake. Mwandishi wa Al Mayadin aliyeko Tehran aliandika katika ripoti kwamba pendekezo la Iran lina hatua tatu: kwanza, kumaliza vita; pili, kusimamia mlango wa bahari Hormuz; na kisha mazungumzo kuhusu nyuklia. Maafisa wa Marekani na Iran bado hawajatoa maoni rasmi. Ikulu ya White House nchini Marekani imesema inachambua ujumbe uliandikwa kutoka Tehran, baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani vikisema kwamba Donald Trump, rais wa Marekani, hakufurahishwa sana na pendekezo la Iran. Mtandao huo wa Al Mayadin una uhusiano wa karibu na Iran na Hezbollah. Kulingana na Al Mayadin, Iran inataka Marekani na Israel kwanza wamalize vita vinavyoendelea Iran na Lebanon na kutoa dhamana kwamba hakutakuwa na mashambulizi tena dhidi ya nchi hizo mbili. Baada ya hatua ya kwanza, mazungumzo kuhusu usimamizi wa mlango wa bahari wa Hormuz yataanza kwa utaratibu na Oman ili kuandaa mfumo wa kisheria wa utawala na usafiri katika njia hii ya maji. Baada ya kukamilika kwa hatua ya kwanza na ya pili, Iran na Marekani zinaweza kuanza mazungumzo kuhusu masuala ya nyuklia. Kulingana na ripoti hii, Iran haitashiriki katika suala la nyuklia hadi hatua hizo mbili za kwanza zitakapomalizika. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump anasema moja kati ya jambo ambalo wanapaswa kufahamu wa Iran, wanapaswa kuliunganisha jambo la nyuklia ambalo viongozi wengi duniani hawapendi kusikia Iran ikiwa na silaha za nyuklia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alisafiri kwenda Muscat na Islamabad mara mbili katika siku chache zilizopita na kisha akakutana na rais wa Urusi Vladimir Putin huko St. Petersburg. Lakini yote haya ilikuwa ni katika kutafuta njia za kuweza kumaliza vita hivi. Wakati huo viongozi wa nchi za Ghuba ya Uajemi wanashiriki katika mkutano wa dharura wa baraza la nchi za Ghuba huko Jeddah nchini Saudi Arabia, ambao ni mkutano wa kwanza wa baraza hilo tangu kuanza kwa vita na Iran. Shirika la habari la Reuters limemnukuu afisa wa kikanda ambaye hakutaka kutajwa jina lake akisema kuwa mkutano huo unalenga kuandaa majibu dhidi ya maelfu ya mashambulizi ya makontena na ndege zisizokuwa na rubani kutoka nchini Iran. Vita hivyo vimeharibu miundombinu muhimu ya nishati katika nchi zote sita wanachama, na pia kampuni zinazohusishwa na Marekani zimelengwa pamoja na baadhi ya miundombinu ya kiraia na vituo vya kijeshi. Mazungumzo kati ya Marekani na Iran ya kufikia makubaliano ya kudumu na kumaliza vita hadi sasa hajazaa matunda, na nchi za Ghuba ya Uajemi zina wasiwasi kuhusu athari zake. Gulf Cooperation Council GCC inakabiliwa na ukosoaji kutoka katika nchi ya UAE kwa majibu yake yasiyoridhisha kuhusu vita. Anwar Gargash, mshauri mwandamizi wa serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu, anasema ni kweli kwamba nchi za GCC zilitoa msaada wa vifaa, lakini kisiasa na kijeshi, kwa maoni yangu, msimamo wao umekuwa dhaifu zaidi katika historia. Nilitarajia msimamo dhaifu kama huo kutoka Umoja wa Nchi za Kiarabu, si shangai, lakini sikutarajia kutoka Baraza la Ushirikiano GCC, na nimeshangazwa sana. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni hatua ambazo wa Iran wanazitaka kwa sasa ili waweze kumaliza vita na Marekani. Kwanza ni kusimamisha vita kabisa, lakini pili kuzungumzia suala la mlango wa bahari wa Hormuz na kuweka mipango ya namna ya kupita kwa meli za mafuta na gesi katika mlango huu wa bahari wa Hormuz, kadhalika kufuata kwa mazungumzo ya nyuklia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.